Leo tarehe 31 ya mwezi wa 3 mwaka 2026, maombi madogo ya jinai namba 2751 ya mwaka 2026 kati ya Wendy William Ishengoma dhidi ya Jamhuri yameitwa katika Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Dar es Salaam mbele ya Mheshimiwa Jaji Arnold Kirikiano. Itakumbukwa kwamba maombi haya yanatokana na kesi ya hujumu uchumi namba 30853 ya mwaka 2024 ambayo inaendelea katika Mahakama ya Hakimu Mkazi Dar es Salaam Kisutu. Wendy William Ishengoma na wenzake watatu walishtakiwa kwa makosa ya hujumu uchumi katika Mahakama ya Hakimu Mkazi Dar es Salaam Kisutu mwaka 2024. Sasa uendeshaji wa shauri lile pale Mahakama ya Kisutu umekuwa kwa maoni ya Wendy ukikiuka sheria, na ndio maana akaja hapa Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Dar es Salaam kwa ajili ya kuja kupinga namna ambavyo kesi ile pale Kisutu inavyoendeshwa. Sasa kama mtakavyokumbuka, siku ya tarehe 6 mwezi wa 3 mwaka 2026 mahakama hii ilipanga kuja kutoa uamuzi wake leo siku ya tarehe 31 ya mwezi wa 3 mwaka 2026, lakini ilikuwa imepanga namna gani ya kuweza kulisikiliza shauri hili. Shauri lilipangwa kusikilizwa kwa njia ya maandishi, ambapo sisi tulitakiwa tulete mawasilisho yetu kwa njia ya maandishi yanayounga mkono maombi yale sio zaidi ya tarehe 13 ya mwezi wa 3 mwaka 2026, na upande wa wajibu maombi kwa maana ya Jamhuri au DPP walitakiwa kuleta majibu yao kupinga maombi yale si zaidi ya tarehe 20 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Lakini ilipofika tarehe ya mwisho kwa upande wa wajibu maombi kuleta mawasilisho yao, hawakufanya hivyo, na badala yake tarehe 22 ya mwezi wa 3 mwaka 2026 wa mahakama hii wakiomba kuongezewa muda. Sasa kama ambavyo inafahamika, swala la maombi yoyote mahakamani linapaswa kufanyika kwa mujibu wa sheria, na kupitia kifungu cha 416 kifungu kidogo cha kwanza, cha pili na cha tatu cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, maombi yanapaswa kufanyika mahakamani kwa njia mbili: moja, kwa njia ya mdomo au kwa njia ya maandishi. Na kama yatafanyika kwa njia ya maandishi, basi yanapaswa kuletwa kwa kitu kinachoitwa chamber summons, kwa maana ya hati maalum ya maombi ambayo yanapaswa kuungwa mkono na kiapo. Sasa wenzetu hawakufanya hivyo kwa mujibu wa sheria hiyo niliyoitaja. Wao walileta barua, na siku zote masuala ya kuandikiana barua ni masuala ya kiutawala kwenye taasisi, huwa ni masuala ambayo ni ya kiutawala. Swala ambalo lilikuwa linaombwa la kuongezewa muda ni swala la kisheria. Sasa tulipofika mahakamani leo kwa ajili ya uamuzi mdogo, wenzetu wa upande wa Jamhuri walileta ombi kwa mdomo, licha ya kwamba walishaleta ombi kwa njia ya barua kwa ofisi ya msajili. Wakaiomba mahakama iwaongezee muda. Naomba nisiwe mchoyo wa kutoa pongezi, kwa sababu jambo zuri linapofanyika tutoe pongezi. Nampongeza sana Mheshimiwa Jaji Arnold Kirikiano leo kwa kile alichokifanya mahakamani, licha ya kwamba maombi yaliletwa kinyume na sheria kwa njia ya barua, licha ya kwamba amri za mahakama zilikuwa zimedharauliwa kwa maana ya kwamba hawakuweza kutii amri zile na kuleta mawasilisho yao, lakini busara imemuongoza kwamba awaongezee muda wa siku moja, yani siku ya leo mpaka saa 6 usiku wao wameshaleta mawasilisho yao kupinga maombi haya ambayo yako mahakamani dhidi yao. Nampongeza Mheshimiwa Jaji kwa sababu tusije tukaenda tukaonekana kule mbele kwamba labda kesi imeamuliwa kwa namna ambazo sio za kisheria. Kwa hiyo nadhani ni busara ambayo ameitumia, na tunasubiri majibu yao, kwa sababu hatutarajii kuona maajabu kwenye hayo majibu, sababu kwa namna ambavyo sisi tumekuja mahakamani, hata kama wangepewa miaka 3 walete majibu, hao majibu tunaamini hawezi kuja na kitu chochote kipya. Kwa hiyo tunasubiri walete hao majibu, na sisi tumepangiwa kuleta majibu ya nyongeza sio zaidi ya siku ya tarehe 9 ya mwezi wa 3 mwaka 2026, na tutakutana hapa kwa mujibu wa amri ya mahakama siku ya tarehe 15 ya mwezi wa 4, tarehe 15 mwezi wa 4 mwaka 2026 kwa ajili ya kuja kupewa sasa uamuzi. Na uamuzi wenyewe ni kwamba mahakama inatakiwa iseme kwamba shauri linaloendelea pale Mahakama ya Hakimu Mkazi Dar es Salaam Kisutu dhidi ya Wendy Ishengoma na wenzake
ni halali kuendelea baada ya hati ya mashtaka kuwa imebadilishwa na bila washtakiwa kusomewa hiyo hati mpya na pia kukiri au kukanusha, kwa sababu hayo hayakufanyika, na sheria inataka kwamba pale ambapo hati ya mashtaka inafanyiwa marekebisho kwa maana ya amendment, basi inabidi hiyo hati mpya isomwe na washtakiwa waulizwe kama wanakubali mashtaka au wanakana mashtaka. Hilo halikufanyika, na sisi tunaamini kwamba kutokufanyika au kutokutekelezwa kwa takwa hilo la kisheria kunafanya mwenendo wote wa kesi uonekane ni batili, na kwa sababu kesi hiyo bado iko katika hatua za awali za uendeshaji wake kwa maana ya uchunguzi, kama mahakama itaona hiyo kasoro kweli ina mashiko, itafuta huo mwenendo wote na kutakuwa hakuna kesi yote inayowashikilia hawa kina Wendi na pamoja na wenzake. Kwa hiyo kwa mara nyingine tu niishukuru sana mahakama leo, licha ya kwamba inatakiwa itumie sheria kuamua haki za watu, lakini leo imetumia busara. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya kutumia sheria na kutumia busara. Leo imetumia busara, imekubaliana na hoja zetu kwamba kudharau amri za mahakama kama zilivyotolewa ni kosa kisheria, lakini pia imekubaliana na sisi kwamba mahakama inapotoa amri alafu watu wakashindwa kuleta mawasilisho ni sawa sana kwamba hao watu hawakuwepo mahakamani. Sasa badala ya kwenda kutoa uamuzi wa upande mmoja, mahakama imeweka sheria pembeni ikatumia busara, na sisi tunapongeza kwa busara hizo. Tunaomba ziwe zinaendelea pia hata na wadau wengine ambao sio serikali watakapokuwa wanakosea, wanapata changamoto katika kuleta mawasilisho yao au kuleta kesi zao mahakamani, mahakama iwe inaweka sheria pembeni na iwe inatumia zaidi busara, kwa sababu tunapiga hatua. Pengine mahakama yetu itakuwa ni ya kwanza Afrika kuwa ni mahakama ambayo inatumia sheria na busara. Kwa hiyo kwa kifupi, hayo ndio yamejiri leo hapa katika Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Dar es Salaam, ambapo kesi ya Wendi William Ishengoma ambao ni maombi madogo ya jinai namba 2751 ya mwaka 2026 ilikuwa imeitwa kwa ajili ya uamuzi, lakini imeahirishwa kwa sababu ambazo nimeshazitaja, ili sasa kutoa nafasi kwa upande wa serikali walete majibu yao ambao sio zaidi ya leo, ili basi tuweze kuendelea na hatua zingine mpaka hapo tarehe 15 mwezi wa 4 tutakapokutana tena kwa ajili ya kuja kupokea sasa uamuzi wa mahakama. Asante. Tumeshuhudia mvutano mkali kuhusiana na tatizo la kimfumo katika uwasilishaji wa taarifa zao ambazo unazisema, au kuna kipi ambacho unahisi kimetengeneza hali ambayo haijawa sawa? Kimsingi kwanza, hao maombi yenyewe hayakuletwa kwa mujibu wa sheria. Nimesema maombi yoyote kwenye mashauri ya jinai hapa Tanzania yanasimamiwa na kifungu cha 416 kifungu kidogo cha kwanza, cha pili na cha tatu cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, na swala la kuwasilisha nyaraka kwenye mfumo wa kielektroniki wa mahakama linasimamiwa na kanuni za uwasilishaji nyaraka kwenye mfumo wa kimahakama ambazo ni za mwaka 2018. Sasa kuwasilisha nyaraka ni jambo moja na kutia amri ya mahakama ni jambo lingine, na kuleta maombi mahakamani ni jambo lingine kabisa. Sasa kilichofanyika ni kinyume kabisa na sheria inavyosema. Kwanza, kulikuwa hakuna ushahidi wowote kwamba mfumo ulikuwa mbovu siku ya tarehe 20, na walikuwa wamepewa siku 7 waweze kuleta hao mawasilisho, lakini wao wanazungumzia siku moja tu ya tarehe 20 ambapo ndo mfumo ulikuwa mbovu kwa maoni yao, lakini hawajasema siku nyingine zile 6 ambazo walikuwa pia wamepewa. Kwa nini hawakufanya vile mapema? Hawakusema hiyo, wamezungumzia siku moja ya mwisho wakati mahakama iliwapa siku 7. Lakini anayepaswa kuthibitisha kwamba mfumo wa mahakama ni mbovu au sio mbovu sio wakili wa serikali, ni msajili mkuu wa mahakama ya Tanzania. Hiyo ni kwa mujibu wa kanuni ya 24, kanuni ndogo ya 5 ya kanuni hizo za kuwasilisha nyaraka kwa njia ya elektroniki mahakamani. Kwa hiyo utaona yote haya kuzingatiwa, ndio maana nikasema mahakama iliamua iweke sheria pembeni, itumie busara. Na sisi tunapongeza kwa sababu busara inapotumika sasa tunakuwa tuko kama kwenye mabaraza hivi au kijiweni, kwa sababu kijiweni huwa tutumii sheria, au kwenye misiba au kwenye vikao vya harusi au vikao vya ukoo huwa tunatumia busara kuona namna gani mambo yanaweza yakaenda na malengo yakafanikiwa. Kwa hiyo mimi nipongeze pia kwa hatua hiyo, kwa sababu tunapiga hatua. Tumepiga hatua kwa sababu wakati mwingine hizi sheria zikiangaliwa sana au zikisimamiwa kwa umakini zinavyotakiwa zisimamiwe, inaweza ya matokeo yakawa tofauti, hasa kwa upande wa serikali. Sasa inapotumika busara kama hivi ilivyotumika, inaweza ikasaidia kwa namna moja ama nyingine serikali iendelee kulindwa. Asante.